Kwanza inamhusu mtuhumiwa mmoja aitwaye Omari Selemani Mwanamtwa. Kwa hiyo niseme tu kwamba jeshi la polisi mkoa wa Morogoro ni kweli limemkamata huyu mtu anaitwa Omari Selemani Mwanamtwa. Kwa sasa ana miaka 60. Ila kwa wakati ule miaka 9 iliyopita wakati wa tukio hili alikuwa na miaka 51. Huyu alikuwa ni dereva taksi, lakini pia ni mkazi wa hapa Morogoro maeneo ya Chamwino, na alikuwa akitafutwa tangu mwaka 2016 kwa tuhuma za mauaji ya mwanamke aliyekuwa anajulikana kwa jina la Ulumbi Stefano. Kipindi hicho anafariki au anapotea alikuwa na miaka 61, mkazi wa Kihonda. Kwa wale waliokuwepo mkoani hapa, huyu bwana mama alitoweka, hakuweza kupatikana kwa kipindi chote hicho, kuanzia kipindi hicho mpaka sasa haikuweza kupatikana, na kini gari ambalo lilimbeba kwa mara ya mwisho likuja kuonekana likiwa na damu. Kwa hiyo kaa imesemekana kwamba amekufa. Kwa hiyo tukio hilo ambalo kwa wakati huo lilivuta hisia lilitokea mwezi Machi mwaka 2016 katika eneo la kijiji cha Kasanga Mashambani katika manispaa ya Morogoro, ambapo mwanamke huyo ilisemekana aliuawa na mwili wake haukuweza kuonekana mpaka sasa. Taarifa za mashuhuda wa tukio hilo zilieleza kuwa mwanamke huyo alikuwa na mazoea ya kutumia gari la huyu bwana Omari Selemani Mwanamtwa, ambaye mimi nitamuita mtuhumiwa, na alikuwa dereva taxi. Hii gari yake ilikuwa ni taxi, na shughuli zake, na alikuwa analitumia hilo gari kwa shughuli zake binafsi na matembezi, kutokana na hali ya yule mama kuwa ni mlemavu wa miguu. Kwa hiyo alikuwa mara kwa mara akitumia taxi kwenye matembezi yake. Baada ya mwanamke huyo kutoonekana kwa muda, ndipo baadaye gari namba T577 AQJ aina ya Toyota Corolla mali ya Mayasa Ali Hashim. Huyu alikuwa kwa sasa ni afisa elimu mstaafu, ni mkazi wa mkoani Tanga, lakini alikuwa akiishi hapa Morogoro. Lililokuwa linaendeshwa na huyo mtuhumiwa ambaye nimemtaja, ilikutwa limetelekezwa eneo la Msamvu kwenye kituo kimoja hapo cha kuuzia mafuta ya magari, na likiwa limesheheni damu kama ambavyo nimesema. Kwa hiyo wakati wote huo jeshi la polisi kwa kushirikiana na wananchi wema walikuwa kwenye ufuatiliaji wa marehemu pamoja na huyo mtuhumiwa, lakini hatimaye huyu mtuhumiwa amekamatwa. Lakini mpaka sasa Ulumbi Stefano ambaye ni marehemu hajaweza aidha mwili au yeye mwenyewe hajaweza kupatikana. Kwa hiyo hatua mbalimbali za kisheria zinaendelea kukamilishwa kwa ajili ya maamuzi, ikizingatiwa kuwa gari la mtuhumiwa lilikutwa likiwa na damu inayodhaniwa kuwa ilikuwa ya Ulumbi Stefano. Kwa hiyo hapa mchakato wake ni mrefu kidogo wa uchunguzi, na ndicho hasa kinachosubiria. Huyu mtu tunaye, nafanya naye mahojiano, tunakamilisha uchunguzi wa tukio la mauaji. Unajua kitu kimoja hapa ambacho kinathibitisha shtaka la mauaji huwa ni mwili wa mtu ambaye anasemekana amekufa. Lakini pia kisheria huko muda ambako mtu kama atasemekana amekufa na akapotea akaonekana, basi kisheria inaweza ikathibitika kwamba huyu mtu tayari amefanya nini, amekufa. Kwa hiyo sisi ni wachunguzi tu. Kwa hiyo tunachokifanya ni kuwaonisha haya mambo, na baadaye vyombo vingine ambavyo vinahusiana na haki jinai, especially kwenye kutoa maamuzi hayo, aidha ashtakiwa asishtakiwe, vitatoa maamuzi yake baada ya sisi kuwa tumewafikishia taarifa ya uchunguzi wetu.